hatusemi tu Simba wanaenda kukutana na Stellenbosch. Simba wanaenda kukutana na timu ambayo imemtoa bingwa mtetezi wa kombe la CAF Confederation Cup kwa maana ya Zamalek. Maana yake sio timu nyepesi. Mchezo ambao nimeuona Stellenbosch wakicheza na Zamalek, nimeona ni kitu ambacho Simba wasichukulie kama mtelemko. Kukutana na Stellenbosch ni moja kati ya timu ambayo ina kasi sana, ina wachezaji bora sana ambao wanajua kumiliki mpira. Zamalek wenyewe kwa wanatafuta mpira kwa tochi, mashambulizi ya haraka na fasti ya kujiamini. Hakuna mtu ambaye aliamini kama Zamalek inaweza katolewa na Stellenbosch, lakini Simba wanaenda kucheza nao. Inatakiwa Simba wachukue tahadhari kubwa sana dhidi ya hii timu wanapoenda kukutana nao. Karibu sana ndani ya Like Media. Huu ni wakati mzuri wa kuweza kukupa taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo ulikuwa huzifahamu. Mimi nakwambia hapa, nataka nikwambie kwamba Simba wamefanya jambo la kitaifa ambalo kila moja anastahili kuipongeza klabu ya Simba kwa kile kitu ambacho wamekifanya, kuwafurumusha kwa maana ya Al Masry kutoka pale nchini Misri. Ni jambo kubwa wala sio dogo. Uwezi kuichukulia poa. Timu ya Al Masry ni timu ambayo imejisimika katika ligi ya Misri kwenye nafasi ya 4, na ukizungumzia ligi ambazo ni bora, ligi ya Misri ni ligi ambayo inaongoza kwa ubora. Kwa hiyo Simba kuifunga Al Masry, kuitoa kwenye mashindano kwenye CAF Confederation Cup ni jambo ambalo sisi kama Tanzania tunajivunia, kwa kuonyesha kwamba tuna ubora zaidi. Hata kwa kile ambacho Simba amekifanya uwanjani, bado tutazidi kuwapa kongore sana kwa kile ambacho kimefanyika. Wana Simba mnastahili kutembea vifua mbele, ni kwa sababu neno mwaka robo tayari mmelizika. Hakuna mtu ambaye atawatania tena kwa neno mwaka robo. Kuitwa mwaka robo limeshaisha kabisa. Sasa kuna baadhi ya timu zitakuwa naitwa homa za vipindi. Maana yake leo mmeingia kwenye mashindano, mmetolewa, mmeingia mmefika sehemu fulani hamjafika kokote. Historia ya Simba ni kubwa sana ambayo inatakiwa kuheshimika mahala popote. Mimi niseme kongole. Kuna sehemu pa kujifunza kwa vilabu vingine ambavyo havijafikia kwenye level ya Simba. Mara 6 Simba wakiingia kwenye hatua robo finali. Ni timu gani katika Tanzania hii imefika katika rekodi za Simba? Hakuna. Na sasa hivi wako katika hatua ya nusu finali, ambapo wataenda kucheza sasa, mara baada ya kuwatoa Al Masry, wataenda kukutana na timu ya Stellenbosch kutoka pale nchini Afrika Kusini. Nitakupa historia ya Stellenbosch, lakini wacha nikwambie kuhusiana na hiki kitu ambacho Simba amekifanya ni kikubwa sana. Na pongezi sana kubwa zingine tumezungumza na afisa habari wa klabu ya Yanga, Jerry Muro, kawapongeza. Kama utapita kwenye akaunti ya Like Media utaona kile kitu ambacho kwa maana ya Jerry Muro kawapongeza Simba, na akasema kabisa Yanga kuna kitu cha kujifunza kwa kupitia kwa upande wa Simba, kile kitu ambacho wamekifanya. Huo ni ungwana wa kutosha kabisa ambao Jerry Muro kaweza kuzungumza. Nasubiria pia wengine kwa upande wa Yanga pengine watakuwa na jambo la kuzungumza na kupongeza kile kitu ambacho kimefanyika. Taifa limeheshimishwa, taifa limepelekwa mbele kama tai. Taifa limepata watu wa maana kabisa ambao ni wekundu wa Msimbazi, Simba. Mimi kwa upande wangu niwapongeze sana Simba kwa kile kitu ambacho wamekifanya. Kuwatoa Al Masry sio jambo dogo. Al Masry sio jambo dogo, lakini pia kuwa outshine katika michezo yote miwili, kuonyesha Simba wao wameshajitambua kwamba ni timu kubwa. Licha ya kwamba Simba anasema tunajitafuta, tunajenga kikosi. Sasa hivi hakuna haja ya kusema tunajenga kikosi. Simba ni timu kamili ambayo haitaji tena kusema kwamba tunajenga kikosi. Natakiwa iseme kwamba tuko kamili gado. Bwana, ongera sana kwa mwenyekiti wa klabu ya Simba kwa kuunganisha nguvu pia za wadau mbalimbali pamoja na timu nzima. Viongozi wa zamani wa Simba tumeona wakiungana kwa pamoja, lakini pia kongole kwa Simba kwa jambo ambalo amelifanya. Imani zilikuwa ni nyingi sana kwenye swala la mpira miguu kwenda kwa waganga, lakini Simba wao wameonyesha kwamba yupo Mungu aliyetuumba na kuna watumishi wake waliwepo pale uwanjani, wakaombewa na Mwamposa, naye alikuwepo uwanjani.
kwa maana watumishi ambao aliwaagiza kwa niaba yake wakafika pale uwanjani na mambo yameenda kwa mazuri sana. Pongezi na kongole kwa kile ambacho kimefanyika, hasa kwa uongozi wa Simba Sports Club. Wamevuka kuingia hatua ya nusu finali. Sasa kilichobakia ni kwenda kukutana na timu nyingine. Ndoto za kwenda kubeba ndoo ya CAF Confederation Cup inazidi kusogea. Kama umefika hatua nusu finali, basi ukimpasua mtu unaingia finali. Kisha ingia finali, basi unaenda kubeba ndoo. Ni kitu ambacho kimebakia. Unaenda kukutana sasa Simba na Stellenbosch, timu ya Afrika Kusini. Hii ni klabu ndogo sana pale Afrika Kusini, lakini ambayo imejipambanua kwa kiwango kikubwa sana na kuwa ni timu tishio. Kwa maana unaposema tishio, kama timu imeingia kwenye hatua ya kucheza mashindano ya kimataifa, manake kuna jambo kubwa ambalo wamelifanya kama timu. Lakini kikubwa ni kwamba nikwambie tu kwamba unapoizungumzia Stellenbosch ni moja kati ya timu ambazo unaweza kusema zimejipambanua kwa ubora kabisa kwa kumtoa bingwa mtetezi. Tunavyosema kwamba Stellenbosch kumtoa kwa kumtoa Zamalek, sawa, kumtoa Zamalek, hatusemi tu wamemtoa Zamalek, tunasema Stellenbosch wamemtoa bingwa mtetezi wa kombe la CAF Confederation Cup. Kwa hiyo hatusemi tu Simba wanaenda kukutana na Stellenbosch, Simba wanaenda kukutana na timu ambayo imemtoa bingwa mtetezi wa kombe la CAF Confederation Cup kwa maana ya Zamalek. Maana yake sio timu nyepesi. Lakini pia kama umeona mchezo uliopita, Stellenbosch walicheza na Zamalek wakatoa ngatu kwa ngatu, maana yake hawakufungana pale Afrika Kusini. Lakini Stellenbosch wao wamewafuata Zamalek kwa maana ya Misri, wameenda kuwapasua goli moja nyumbani kwao, sio kwa matuta, nyumbani kwao, na mpira mwingi wameucheza ambao kila mmoja ameshuhudia. Mimi kwa upande wangu nipofuatilia na kujua kwamba Stellenbosch wanacheza na Zamalek, nikajua kwamba Zamalek ndio wanaweza kupata nafasi ya kucheza na Simba. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri Simba watapataje urahisi wa kupenya mbele ya Zamalek, mabingwa watetezi. Lakini Stellenbosch wamewasaidia Simba kukata ule mzizi mgumu ambao watu walikuwa wanafikiria kutokana na ukongo wao na mambo kama hayo. Lakini Stellenbosch wanaenda kukutana na Simba. Stellenbosch ni timu ya aina gani? Stellenbosch ni timu ambayo ilianzishwa mwaka 2016. Manake hapo ikaingia sasa, kuna klabu moja ambayo ilinunuliwa huko Afrika Kusini, ndipo ikaitwa Stellenbosch. Stellenbosch unaweza kuita SASI, yani ni Stella Academy Sports, umeelewa maana yake ya SASI. Hii ni kama chuo cha mpira wa miguu, sawa yani ni Stella Academy of Sports ya Afrika Kusini. Wakanunua hiyo timu, baadaye ikaenda 2019 ndo ikapanda daraja kuingia ligi kuu. Manake 2016 walinunua timu ambayo ilikuwa iko First League, ambayo inaitwa National First League ya Afrika Kusini. Na baadaye sasa, baada kutoka hapo ikapambana mpaka 2019, yani 2017, 18, 19 ndo ikapanda ligi kuu ya Afrika Kusini kwa maana ya DStv Premier League ikapanda. Baada ya kupanda pale ndo ikaanza kupambana. 2022 wakaonyesha makali yake na ubora wake, wakishika nafasi ambayo haikuwa nzuri sana maana yake, lakini haikuwa mbaya sana kwa timu ambayo inaanza. Lakini 2024 wakashika nafasi kwenye ligi kwa kiwango kikubwa kama nafasi ya 8 kama atakuwa nakumbuka sahihi, lakini ikaingia kwenye mashindano ambayo hapa tunaita FA. Kwa Afrika Kusini mashindano hayo yanaitwa MTN 8, ambayo ilikuwa mshindi wa pili. Kwa hiyo kwa mshindi wa pili, lakini hapo kuna jambo ambalo pia unaweza kulipata. Michezo ambayo walicheza Stellenbosch, wao walicheza baadhi ya michezo, walicheza na Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns kwenye mashindano hayo walipasuka nje ndani.
na Stellenbosch, utaanza kuitambua kwamba hiyo ni timu ya aina gani. Wakapasuka nje ndani, wakatapasuka moja moja, lakini walipokutana na timu ambayo ni ngumu pia kwa pale Afrika Kusini, Orlando Pirates, wakakutana na Stellenbosch, walipasuka Stellenbosch kwa nje ndani kwa magoli 3-1, yani unapigwa nyumbani 3-1, unaenda ugenini 3-1, lakini mwisho siku akapata nafasi ya kuingia kuwa nafasi ya pili kwenye mashindano hao, ndio ambayo yamepelekea moja kwa moja kushiriki mashindano ya CAF Confederation Cup. Ushiriki wake umetokea huko, lakini mwisho siku unaenda kukutana na Simba ya aina gani? Simba ambayo inasema tunajitengeneza, lakini huku inaendelea kufanya mambo makubwa sana. Mimi na matumaini makubwa na Simba, nilikuwa na hofu kubwa sana kuhusiana na Zamalek kwamba pengine ingekuwa kikwazo kwa Simba, lakini kama Simba inaenda kukutana na Stellenbosch, basi inaenda kuwapasua, inaenda kupita. Lakini kwa mpira ambao nimeuona, kwa mchezo ambao nimeuona Stellenbosch wakicheza na Zamalek, nimeona ni kitu ambacho Simba wasichukulie kama mtelemko. Kukutana na Stellenbosch ni moja kati ya timu ambayo ina kasi sana, ina wachezaji bora sana ambao wanajua kumiliki mpira. Zamalek wenyewe kwa wanatafuta mpira kwa tochi, mashambulizi ya haraka na fasti ya kujiamini. Hakuna mtu ambaye aliamini kama Zamalek anaweza katolewa na Stellenbosch, lakini Simba wanaenda kucheza nao. Inatakiwa Simba wachukue tahadhari kubwa sana dhidi ya hii timu wanapoenda kukutana nao. Naamini Simba kwa ubora waliokuwa nao, huenda wakitumia nafasi zao vizuri mchezo wa nyumbani ambao kutokana na inavyoonyesha ni kwamba Simba wataanzia mchezo wao nyumbani kwa dimba la Mkapa. Mchezo wa awali utachezwa hapa na mwisho siku wataenda kumalizia nje ya eneo la hapa. Maana yake wataenda Afrika Kusini. Sasa nini ambacho kimetokea? Simba kuingia nusu finali, lakini Stellenbosch kuingia nusu finali. Ni moja kati ya timu hizi mbili itaenda kuingia hatua ya finali. Maana yake mmoja akitoka anaingia finali, nani ataenda kuingia finali? Tumpe nafasi Simba kwa kumwombea, tunaamini akiingia finali Simba huenda pia akaenda kuchukua ndoo. Mimi naitwa Lugano Israel. Tuendelee kuhakikisha kwamba unafuatilia kila kitu ambacho tunakupa kupitia Like Media. Lakini comment, kulike na kusubscribe pia ni jambo zuri zaidi kuendelea kuwa nasi wakati wowote. Mimi nikushukuru sana na tuendelee kuwa pamoja kila wakati kupitia Like Media. Ciao.